Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi ameagiza kufunguliwa kwa njia maji iliyozibwa na mradi wa kuchakata maji taka uliopo Buguruni jijini Dar es Salaam. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Morogoro, Dr. George Pindua amewataka viongozi wa kanisa hilo kumtumikia Mungu kwa jamii kwa uaminifu na unyenyekevu pamoja na hekima. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata watuhumiwa 83 kwa tuhuma za makosa mbalimbali jinai yakiwemo unyanyasaji, unyang'anyi na kutumia nguvu, mauaji na kubaka. Mazishi ya watu 14 waliopoteza maisha kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyoikumba mlima wa Watawa katika eneo la Ahmra kaskazini mwa Ethiopia yamefanyika hii leo. Habari za wakati, mtazamaji wa Upendo TV, nikaribisha kutazama habari kutwa nzima. Langu jina ni Jilense Kawicho, kwa niaba timu nzima nitakuletea hapa habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali. Hapo baadaye basi tutaangazia hapa utabiri wa hali hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Na tuanzie hapa jijini Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi ameagiza kufunguliwa kwa njia ya maji iliyozibwa na mradi wa kuchakata maji taka ulioko Buguruni na hivyo kusababishia wananchi madhara pamoja na kuhatarisha afya za wananchi. Ametoa agizo hilo wakati wizara yake kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo iliyopo katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam, ambapo wananchi wamewasilisha malalamiko yao kupitia kwa mbunge wao wakidai kuwa ujenzi wa magaudi jirani na mradi wa maji taka kumesababisha kuzagaa kwa maji taka kwenye makazi ya watu, huku akipongeza ujenzi wa mradi wa maji taka. Kwa hiyo tekelezeni sheria, na wao wenyewe watekeleze sheria kwa hiari bila shuruti. Maana yake waanze kesho kufungua ofisi, wala wasubiri kikao mje kukagua wametekeleza kabisa. Kama wana tatizo watakutana na wewe, lakini wewe ni mtu wa na kuu yako mnasimamia usalama wa watu, lakini mamlaka zote zinazohusika, watu wa mipango miji, watu nadhani itakuwa ni nyinyi pia, DAWASA, watu wa bonde ambao ni nani hapa, hili ni bonde la Ruvu, wote kesho hapa fikeni pale, msimsubiri mkuu wa wilaya, wafungue ile njia. Mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo amemwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameahidi kushughulikia kero hiyo ya kuzibwa kwa mfereji huo, huku akieleza mkakati ya halmashauri hiyo kuimarisha miundombinu ya huduma muhimu ya kijamii. Kuna mmoja akaamua kuziba mfereji ili kumzuia tu mwingine. Ni kuhakikishie Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya ziara yako na maelekezo yako, mimi na timu yangu tutakuja hapa. Niliwaahidi wiki iliyopita kuja, ikatokea dharura ya ziara ya waziri mkuu. Nikuhakikishie maelekezo tutakayoyatoa hapa, mimi nitakuja kutekeleza na wenzangu. Na yale makampuni niliwaambia Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba nawataka wakurugenzi wenyewe, sitaki watu wa kutumwa. Tunapokwenda kutatua mgogoro wa wananchi, wasitume mtu, waje wenyewe. Wamefanyiana roho mbaya wenyewe, wanaziba mifereji ambayo inatoa maji kwenye makazi ya watu. Mbunge wa jimbo la Segerea Agnesta Lambati, pamoja na kuishukuru serikali kwa kuimarisha miundombinu, amesema kero ya wananchi wake wa Buguruni ni kuzibwa kwa mtaro na hivyo kuleta adha mafuriko kwa wananchi pindi mvua zinaponyesha. Mheshimiwa Waziri pamoja na DC, wakati mnakuja mnashuka hapa, nafikiri mmeona mfereji mkubwa ambao umejaa maji hayaendi popote, na DC nafahamu bila shaka unalifahamu hili kwa sababu wewe hakuna changamoto usiyoifahamu ndani ya wilaya yako ya Ilala. Sasa kuna jambo ambalo limefanyika ambalo kiukweli sio sawa. Mheshimiwa DC, tunathamini na tunawakaribisha wawekezaji wa kila namna, lakini wawekezaji hawapaswi kuja na kutengeneza maisha ya wananchi wetu kuwa magumu zaidi kuliko ambavyo yalikuwa. Sasa Mheshimiwa Waziri pamoja na DC, huu mfereji mnaoona as we speak
wameufumua pale ambapo wamesikia mnakuja, lakini maji hayaendi popote. Katika ziara hiyo, baadhi ya miradi iliyotembelewa ni shule ya ghorofa Mnazi Mmoja, mradi wa kuchakata maji taka Buguruni, ujenzi wa ghorofa shule sekondari Kumbi la Moto Vingunguti na mradi wa daraja Segerea. Kutoka hapa Dar es Salaam basi tuelekee kule mkoani Pwani. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Morogoro Dr. George Pindua amewataka viongozi wa ngazi mbalimbali za kanisa hilo kutambua kuwa uongozi ni wito na kumtumikia Mungu na jamii kwa uaminifu, unyenyekevu na hekima. Amesema hayo wakati akihubiri katika ibada maalum ya kuingiza kazini viongozi wapya wa dayosisi hiyo, akiwemo mkuu wa jimbo la Chalinze Mchungaji Joyce Msuya, msaidizi wa mkuu wa pili wa jimbo la Chalinze Mchungaji Rayson Kusa na mwenyekiti wa wanawake wa Dayosisi ya Morogoro Vumilia Kisumbe, ambapo amewasihi kuishi maisha ya mfano, kutenda haki na kuwatumikia waamini kwa upendo na uadilifu. Katika ufalme wa Mungu, ukuu haupatikani kwa kutawala bali kwa kutumika. Neno hili leo Joyce pamoja na Rayson mnapokea huduma ya utumishi wake Bwana wetu Yesu Kristo. Hii inaonyesha kwamba kwa Yesu uongozi si hadhi bali huduma. Uongozi si cheo bali wajibu. Uongozi si fursa ya kutukuzwa bali nafasi ya kujitoa kwa ajili ya wengine. Hivyo basi, kanisa linapomweka mtu katika nafasi ya uongozi halimpi mamlaka ya kujitukuza bali linamkabidhi dhamana ya kuwatumikia watu wa Mungu kwa moyo wa Kristo. Mnapewa wajibu mgumu sana, unahitaji kukaa na Mungu wakati mwingi, kuongea na Mungu. Mkuu wa jimbo la Chalinze Mchungaji Joyce Msuya akizungumza baada ya kuingizwa kazini pamoja na kushukuru kanisa kwa kumwamini, ameahidi kushirikiana na viongozi, wachungaji na washirika wote katika kuendeleza huduma ya Injili na maendeleo ya kanisa. Mashauri kuu kuona kwamba anaweza kufaa kusaidia katika utumishi huu. Ninatoa shukrani zangu za dhati kwenu, na ninaahidi kwa msaada wa Mungu nitafanya kwa sehemu yale ambayo Mungu ataniwezesha kufanya. Nawezekana sikusema vizuri sana, sijakushukuru kwa jina lako, lakini nitambua tu ya kwamba nimetambua thamani yako na nimekushukuru kwa moyo wa dhati. Mungu awabariki. Mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa Dayosisi Vumilia Kisumbe na amewaomba wazazi na walezi kuendelea kuzingatia malezi bora ya watoto, akieleza kuwa msingi mzuri wa jamii yenye maadili huanzia katika familia, huku baadhi ya washirika kutoka shirika mbalimbali za kanisa hilo wakiahidi kutoa ushirikiano kwa viongozi wao ili huduma mbalimbali zifanyike kama zilivyokusudiwa. Nashukuru watumishi wote kwa ushirikiano wao. Kama mwanamke wanawake Dayosisi ya Morogoro, ninaomba kusisitiza kwa wanawake wenzangu kwamba ni vizuri kuwa na malezi ya watoto wetu, hasa kipindi kigumu hiki cha ukatili wa kijinsia. Mama na baba, ni vizuri kuangalia watoto wetu wapo katika mwenendo gani, akiwa shuleni, akiwa nyumbani. Tuwe makini na watoto wetu. Amen. Katika kuiendeleza Dayosisi yetu ya Morogoro, tunategemea kabisa kwa uongozi wao wakishirikiana na Wakristo wa jimbo la Chalinze watakuwa ni chachu ya maendeleo kwa Dayosisi yetu ya Morogoro. Nawatakia kila la heri. Nitumie tu nafasi hii kuasa washirika wenzangu kutoa ushirikiano kwa viongozi wetu wa kiimani, kwa maana ya wachungaji, wainjilisti, ili tuweze kuleta maendeleo katika dayosisi yetu. Lakini kubwa zaidi, mwenendo wetu umtangaze Kristo. Waweze kufanya kazi vizuri ya kumtegemeza Mungu, na sisi sote tuko pamoja nao katika kufanya kazi pamoja nao. Tunaombea baraka sana. Amen. Na kutoka huko Pwani basi turejea hapa jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata watuhumiwa 83 kwa tuhuma za makosa mbalimbali ya jinai, ikiwemo ya unyang'anyi wa kutumia nguvu, uvunjaji, wizi, mauaji, kubaka, kulawiti pamoja na kupatikana dawa za kulevya aina ya bangi. Na watuhumiwa hao wamekamatwa. Akizungumza na waandishi wa habari leo, kamanda polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Morilo amesema kuwa upande wa upelelezi mashauri yaliyofikishwa mahakamani kupitia ofisi ya mashtaka yapo mafanikio ya baadhi ya watuhumiwa
ambao wamepatikana na hatia. Naona ni muhimu niwaeleze, mwezi Julai polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imefanya nini. Mwezi huu polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imekamata watuhumiwa 83. Hawa wamekuwa wakituhumiwa na makosa mbalimbali ya kijinai. Makosa hayo ambao wametuhumiwa nayo ni pamoja na makosa ya unyang'anyi wa kutumia nguvu, makosa ya uvunjaji, makosa ya wizi, makosa ya kubaka, lakini makosa mengine ambayo yamehusisha vitendo vya watu kupoteza maisha, yani mauaji. Aidha, amesema katika operesheni hiyo wamekamatwa watuhumiwa wanaovunja nyumba, kuiba, wanaofanya biashara ya kununua mali za wizi zikiwemo simu, runinga, pikipiki, kompyuta mpakato, laptop na redio. Kwenye kundi hilo la watu 83 wamekamatwa pia watu ambao wanajihusisha na kuvunja nyumba, kuiba, lakini wapo wengine kazi yao wameirasimisha ambao ni ya kijinai ya kununua mali za wizi. Simu zinaibwa kutoka pointi A zinakwenda kuuzwa kwenye pointi B, na baadhi ya vitu ambavyo vinataka kurasimishwa na baadhi ya watu kijinai ni pamoja na wale wanaonunua simu za wizi, runinga, pikipiki, kompyuta mpakato yani laptop, redio, na watuhumiwa hao wamekamatwa. Sambamba na hayo, jeshi hilo limesema limebaini kuwepo kwa wimbi la wahalifu matapeli wanaojihusisha na matukio ya kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu katika biashara za uongo za madini, magari, ununuzi wa viwanja, mazao, usafirishaji wa mizigo kutoka bandarini kwenda nje ya nchi, jambo ambalo wanaendelea kufuatilia. Watu wa ndani au watu wa nje, na baadaye kuwadhulumu pesa hizo. Ipo pia kundi la matapeli ambao wanajihusisha na biashara ya kusafirisha mizigo. Hawana magari, wanachukua namba za magari za watu, wanaingia kwenye gereji na yadi za watu, wanajifanya ni zao, wanawaaminisha watu, wanachukua pesa na kuweza kudhulumu pesa hizo. Makosa haya ni ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatangaza kiama cha kisheria dhidi ya watuhumiwa hawa. Na tuelekee kule kaskazini mwa Tanzania, mkoani Arusha. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 153 Umoja wa Bunge Duniani IPU, unaotarajiwa kuwakutanisha zaidi ya wabunge 2000 kutoka mataifa 183 duniani. Huyu hapa ni James Stanley ana ripoti kutoka huko Arusha. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu amesema mkutano huo utafanyika jijini Arusha kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 Oktoba mwaka huu, huku Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akitarajiwa kuwa mgeni rasmi. Madhumuni hasa kauli mbiu ni kuimarisha utawala bora na kuwezesha jamii kupitia ushirikishwaji, imani na fursa kwa wote. Yani, enhancing good governance and empowering communities through inclusivity, trust and opportunities for all. Lengo kila mtu ashiriki na kila mtu afaidike katika maendeleo ya kitaifa na maendeleo mbalimbali ambayo mkutano huu utausimamia. Na mkutano huu kwa jambo jema utafunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe 5 Oktoba mwaka 2026. Spika Zungu amesema ni heshima kubwa kwa Tanzania kuwa mwenyeji mkutano huo, hasa kwa kuzingatia kuwa utaongozwa na Dr. Tulia Ackson ambaye kwa sasa ni rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Tanzania mwenzetu Daktari Tulia Ackson mbunge ndiye rais wa IPU kwa sasa. Hatujawahi kuwa na rais kutoka Tanzania, sasa tumepata, na atamaliza muda wake akiwa hapa Arusha. Kwa hiyo jambo la kujivunia kabisa kuwa na kiongozi mahiri kama huyu kuweza kuliongoza bunge la nchi 183. Hivyo kwa kuwa sisi ndio wenyeji wa mkutano huu, fursa kubwa na heshima kwa Tanzania
itakwenda kwa Tanzania na itakwenda kwa dunia kujua namna gani Tanzania tunavyo coexist pamoja, tunavyoishi pamoja katika nchi yetu. Ameongeza kuwa pamoja na mijadala mbalimbali itakayojadiliwa katika masuala ya maendeleo, haki za wanawake na ushirika wa vijana, Watanzania wanapaswa kutumia fursa za kiuchumi zitakazotokana na ujio wa wageni hao kutoka mataifa mbalimbali. Masuala muhimu ya kimataifa yatajadiliwa wakati wa mkutano, ikiwemo utawala wa kidemokrasia, amani, usalama, mabadiliko ya tabia nchi, haki za wanawake, haki za vijana, ajira za vijana, fursa za ajira kwa vijana. Fursa za mkutano huu vijana lazima zichangamkie. Ajira zipo, si kwa vijana tu. Ajira zipo kwa yule ambaye yuko tayari kufanya kazi. Lazima tujitoe. Hakuna maisha rahisi duniani sasa hivi. Tujitoe kuweza kufanya kazi na kushiriki kujenga uchumi wa taifa letu, na hawa watakikuja kwa uchumi wa mataifa yao. Umoja wa Mabunge Duniani ulianzishwa mwaka 1889 kwa lengo la kujenga dunia yenye usawa, ambapo kila sauti inathaminiwa na demokrasia inalindwa, na mabunge yanatumika kuwa chombo cha kuleta amani na maendeleo kwa wananchi. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Katika jitihada za kusaidia na kuboresha sekta elimu hapa nchini, Chuo Kikuu Mzumbe kimezindua rasmi mfuko wa ufadhili wa wanafunzi wanaolenga kuwasaidia wanafunzi wanaotoka katika mazingira magumu ili waweze kumaliza masomo yao bila vikwazo vya kifedha. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya chuo hicho, makamu mkuu wa Chuo Kikuu Mzumbe Profesa William Mwehoga amesema mfuko huo ni sehemu ya jitihada za chuo kuhakikisha kuna mwanafunzi anayekatizwa masomo yake kwa sababu ya ukosefu wa ada au mahitaji ya msingi, huku lengo likiwa ni kuendelea kushirikiana na wadau kuchangia katika mfuko huo ili uwe endelevu. Na Mheshimiwa Katibu Mkuu kiongozi mstaafu Mzee Luhanjo ambaye pia na alumni wetu, lakini akishirikiana pia na Mzee Ludo Vikiuto ambaye ni rais wetu wa baraza la wahitimu ambaye pia na alumni wetu, tumeweza kuzindua mfuko huo, na kwa mwaka huu unaoanza utakaoanza Oktoba au Novemba, kwa mara ya kwanza tutaanza kusupport wanafunzi 4, mmoja wa kike na 3 wa kiume, na focus kubwa ni wanafunzi wenye mazingira magumu na ambao hawajapata mkopo. Kwa hiyo tumeshatengeneza framework nzuri ya kuhakikisha kwamba tunawachuja vizuri kupata wale ambao kweli wana uhitaji. Katika utekelezaji wa miradi, chuo hicho kimewekeza katika maeneo mbalimbali ikiwemo ujenzi wa ukarabati wa majengo ya taaluma na utawala, viwanja vya michezo, studio ya kisasa ya kutengeneza maudhui ya kufundishia kwa njia ya mtandao, pamoja na madarasa janja smart classroom. Kuelekea tegemea mapato ambayo ni ada za wanafunzi. Mapato yetu makubwa sasa hivi nadhani kama ilivyo vyuo vingi sasa hivi ni ada za wanafunzi. Sasa ile haitupi nafasi sisi ya kufanya mambo makubwa. Tuna ambitions kubwa za kukijenga chuo. Ile ada haitoshi kwa sababu inaishia kwenye huduma tu, kutoa huduma. Sasa tumekuja na mpango wa uwekezaji kwa ajili ya kuongeza mapato. Miradi mingine ni pamoja na ukamilishaji wa jengo la upasuaji na maboresho vituo vya afya katika kampasi zake, ukarabati wa hostel za wanafunzi, ujenzi wa barabara za ndani, uchimbaji wa visima vya maji, ufungaji wa kamera za ulinzi CCTV, taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua, pamoja na maboresho ya miundombinu ya tehama. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imedhamiria kuziondoa changamoto zote wanazokutana nazo wakulima wa mwani kisiwani Pemba kwa kujenga kiwanda kikubwa cha kuchakatia na kusafiria zao la mwani kisiwani humo. Amesema hayo wakati akikagua maendeleo ya ujenzi wa kiwanda hicho kilichopo Chamanangwe, wilaya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, ambapo amesema kuwa muda mrefu wakulima wa zao hilo la mwani wamekosa soko la uhakika la kuuzia zao hilo na kupelekea wananchi walio wengi hasa akina mama kuachana na biashara hiyo. Kiwanda hichi kina matarajio makubwa ya wananchi wa Zanzibar. Sekta hii ya uchumi wa buluu kwa kweli ina nafasi kubwa ya kuwasaidia vijana wetu, wazee wetu, wananchi wetu, hasa wakulima wa mwani ambao kwa kipindi kirefu wamekuwa wakipata changamoto mbalimbali, wamekuwa wakipata bei ndogo, wamekuwa wakipata kazi kubwa, malipo yao yamekuwa madogo sana. Kazi ya kulima mwani, ukulima wa mwani ni mgumu.
na tunaelewa kwamba kazi hii kwa asilimia kubwa sana inafanywa na mama zetu. Wanafanya kazi kubwa lakini vipato vyao vinakuwa vidogo. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mwani Zanzibar Zafco Nasor Rashid Mahmed amesema kiwanda hicho kipo katika hatua ya ufungaji wa mitambo ya kuzalisha chakula cha mifugo pamoja na uchakataji na kusarifu mwani mbichi ambao utaongeza thamani ya zao hilo kwa wakulima. Itakuwa na shughuli za kukiandaa kiwanda kwa ajili ya kupokea mitambo ambayo imeshanunuliwa yote, kontena zaidi ya 18, na shehena ya mwanzo ya mitambo hiyo mheshimiwa imeshafika bandari ya Dar es Salaam. Sasa inasubiria kusafirishwa kuja hapa. Kwa mujibu wa mkataba, sisi kama serikali tunaipokea katika bandari ya Mkoani, na shehena ya pili inategemewa kuja mwisho wa mwezi huu. Baada ya hapo itakuwa ni hatua ya ufungaji wa mitambo hiyo ambayo inatarajiwa kwamba ichukue si zaidi ya mwezi mmoja. Makamo wa pili wa Rais Zanzibar ametembelea na kukagua pia viwanja vya mpira vinavyojengwa katika kijiji cha Kinyekani na kusema kuwa ujenzi wa viwanja hivyo ni fursa kubwa katika kuibua vipaji vya michezo, lakini pia kukifungua kisiwa cha Pemba kiuchumi kupitia utalii wa michezo. Kutoka huko Zanzibar turejea hapa jijini Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema maandalizi ya mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu wa Afrika unaofanyika kesho Agosti 5 na 6, 2026 katika kituo cha kimataifa jijini Dar es Salaam yamekamilika. Amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mkoa huo ulivyojipanga kupokea wageni mbalimbali, huku akisisitiza kuwa mkutano huo ni jukwaa muhimu kwa Tanzania kuendelea kujitangaza kama kitovu cha biashara, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu barani Afrika, huku ukitoa fursa ya kuwasilisha miradi mbalimbali ya kimkakati kwa uwekezaji miradi ndani na nje ya nchi. Aidha, pia katika halmashauri zetu imetolewa pia miradi mingi kabisa ambayo na yenyewe inazidi kukaribisha wawekezaji wa sekta binafsi ili kushirikiana na serikali. Kwa mantiki hiyo, ushirikiano huu utaendelea kuitangaza Tanzania kama nchi yenye amani, kama nchi yenye utulivu, mazingira bora ya uwekezaji na uwezo mkubwa wa kuandaa mikutano ya kimataifa mingine ambayo inatarajiwa. Ndugu waandishi wa habari, serikali inaamini kuwa mafanikio ya mkutano huo yataongeza fursa za uwekezaji na kuitangaza zaidi nchi, kukuza uchumi wetu, kwa kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa, pamoja na kufungua ajira na fursa mpya za maendeleo kwa Watanzania wote kwa ujumla wake. Siku ya ufunguzi, viongozi mbalimbali wa nchi wanatarajiwa kushiriki wakiongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye atakuwa mwenyeji mkutano huo. Kwa tayari ni kwamba tunafanya communication na tumeshafanya communication na mataifa wanakotoka marais wetu na baadhi ya viongozi wa ndani Afrika kuhusiana mahali ambapo tutawalaza wageni wetu. Tuna hoteli hapa za nyota 5, tuna hoteli pia za China nyota 5. Lazima mgeni wa aina yoyote yule kwa hadhi yake tuhakikishe kwamba mahali anapolala with all accommodations ambazo anapata, accommodation with meals, kila kitu, basi mgeni wetu anakuwa salama. Na hilo lote limeshafanyika kwa kushirikiana na wadau wafanyabiashara wa sekta binafsi ambao ndio wanamiliki hotels zote ambazo leo tunaziona. Lakini viongozi wengine wanaotarajiwa kushiriki ni Rais Joao Lourenco wa Angola, Rais Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, Rais Daniel Francisco Chapo wa Msumbiji, William Samoei Ruto wa Kenya na Rais Brice Clotaire Lugeo Gwemba wa Gabon. Kule Songwe, mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa NEC Helen Mbogeho amewataka viongozi wa halmashauri wilaya Mbozi mkoani Songwe kuhakikisha mikopo ya 10% inayotolewa na serikali inawafikia wananchi katika maeneo yote hususan vijijini ili kuwezesha kiuchumi wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Taarifa yake Nicholas Ndabila kutoka huko Songwe inafafanua zaidi.
Takwa hilo amelitoa baada ya kutembelea miradi mbalimbali ya vikundi vya wanawake vilivyonufaika na mikopo hiyo katika wilaya ya Mbozi, ambapo akizungumza na wanachama wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wananchi katika ukumbi wa CCM mkoa wa Songwe, Bi Mbogohe amesema kuwa katika baadhi ya maeneo hapa nchini kumekuwa na vitendo vya udanganyifu vinavyofanywa na baadhi ya watumishi wa serikali kwa kuunda vikundi hewa vinavyotumika kujinufaisha isivyo halali fedha za mikopo. Tusiwe tunatoa mikopo kwenye eneo moja. Pesa hii aliyotoa Mama Samia Suluhu Hassan, hii 10% iliyotengwa 442 ni kwa ajili ya wilaya yote. Miradi hii niliyoitembelea iwe mfano tu, lakini wilaya yote ifaidike. Ana kuna maeneo mengine sio hapa Mbozi, kuna maeneo mengine mikopo inatolewa tu pale wilayani tu hapo. Wafanyakazi wa halmashauri wanaunda hiki kikundi, sijui nini kinatokea kata gani, hiki kikundi kinatokea, kumbe ni wao hapo kwenye wilaya. Wananchi hawanufaiki. Sitegemei hilo litokee hapa. Wanufaike wanawake na vijana wa wilaya yote ya Mbozi. Hapo ndio tutatenda haki. Maana kila sehemu kuna shughuli za kufanya. Kila eneo lina biashara zake. Hapa nimepitia ufugaji wa kuku, wanafanya vizuri sana. Akina mama wanakoboa mpunga vizuri sana. Na kina mama wanakusanya mazao mbalimbali vizuri sana. Sasa kama kweli wilaya yote wakapata hiyo mikopo, tutafika mbali sana na wala hatutakuwa na umaskini. Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Mbozi Bi Agnes Mwansembo amesema mikopo inayotolewa kwa vikundi tajwa hasa wanawake imekuwa na tija, akieleza kuwa vikundi hivyo vimejijengea uaminifu wa kurejesha mikopo hiyo kwa wakati. Mikopo inayotolewa kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbozi kwa ajili ya kuwakopesha akina mama inawasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Imebadilisha hali za maisha za akina mama. Sasa hivi ameanzisha miradi mbalimbali ambayo ile miradi inawezesha wao kupata kipato na kuweza kuwasomesha watoto, kuongeza uchumi katika kaya zao, na hawa kina mama wamekuwa waaminifu sana katika urejeshaji wa mikopo. Wanarejesha kwa uaminifu, na kabla ya mikopo huwa tunawapa elimu mbalimbali za uanzishaji wa vikundi, alafu ufanyaji marejesho ya vikundi vyao, na akina mama walio wengi wanarejesha mikopo kwa uaminifu mkubwa sana. Wakisoma taarifa za miradi ya vikundi kwa kiongozi huyo, baadhi ya wanawake kutoka katika vikundi vya ukusanyaji mazao, uchakataji mazao pamoja na ufugaji wa kuku wameeleza kuwa mikopo hiyo imewatengenezea fursa ya kujiajiri na kuwawezesha kumudu gharama za kimaisha, huku wakieleza lengo la vikundi vyao ni kujiwekeza zaidi kiuchumi. Tulianza kukopeshwa shilingi milioni 6, tukarejesha vizuri. Ukaja mkopo wa awamu ya pili tukakopa milioni 12, tukarejesha. Mkopo wa awamu ya 3 tukapewa milioni 20, tukarejesha vizuri. Na sasa mwaka jana tulipewa shilingi milioni 50, tumerejesha vizuri, hatudai hata shilingi, tumemaliza mwezi wa 6. Kwa mwezi tumerejesha kiasi gani? Kwa mwezi tukarejesha milioni 4,167,000. Kikundi kinatarajia kuwa na eneo kubwa la ufugaji na kuongeza mifugo zaidi, ikiwemo ujenzi wa mabanda makubwa na ya kisasa ili kuweza kuongeza faida zaidi ambayo itasaidia kuinua uchumi wetu. Manufaa ya mradi. Ndugu kiongozi, mradi huu umeinua uchumi wa akina mama kwa kutengeneza ajira na kurahisisha huduma ya upatikanaji wa kuku wa nyama na mayai kwa jamii ya Mbozi na nje ya mipaka ya Mbozi. Mradi huu unatekelezwa kupitia mkopo wa halmashauri wenye thamani ya shilingi milioni 9 kwa ajili ya ununuzi wa mazao mchanganyiko ikiwemo mpunga, karanga na maharage. Kikundi kinatarajia kuwa na mashine ya kukobolea alizeti na eneo la kuhifadhi mazao, store au godown, ili kuweza kuongeza faida zaidi ambayo itasaidia kuinua uchumi wa kikundi.
Kutoka Mbozi mkoani Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV. Asante sana Nicholas Ndabila kutoka huko Songwe. Na tuelekee kule kusini mwa Tanzania mkoani Lindi. Viongozi wa halmashauri nchini wamekumbushwa kuanza maandalizi ya kuweka miundombinu wezeshi kukidhi mahitaji kwa ajili ya kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2028 ambapo madarasa ya 7 na la 6 watahitimu kwa pamoja. Wito huo umetolewa wilayani Kilwa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano Deus Sangu alipokuwa akizindua mabweni mawili katika shule ya sekondari Mtangani ambapo mradi huo umegharimu zaidi ya shilingi milioni 362 na kueleza kuwa uwekezaji huo ni sehemu ya dhamira ya serikali ya kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia ili kuwezesha wanafunzi kupata elimu bora. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeonyesha mwelekeo mkubwa sana kwenye sekta ya elimu, akiamini kwamba sekta ya elimu ndio ukombozi na sekta ya elimu ndio itawezesha taifa letu kusonga mbele kwa haraka. Nishukuru sana kipekee katika eneo hili nimekuja kwa ajili ya kuzindua mabweni mawili ambayo jumla mradi mzima umegharimu shilingi milioni 362 na laki mbili katika shule hii ya sekondari ya Mtanga. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kipekee kwa sababu sio fedha tu hizo. Katika wilaya nzima takribani fedha bilioni 1 milioni 487 zimeletwa kwa ajili ya kutekeleza miradi ya elimu sekondari. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tumpigie makofi. Maono haya Mheshimiwa Rais yanaleta mabadiliko makubwa sana katika sekta ya elimu. Mbunge wa Kilwa Kusini Hasnain Dewji amesema kuwa elimu ndio msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo amewahakikishia wananchi wa Kilwa kuunga mkono juhudi zote zinazofanywa na serikali katika kuimarisha sekta hiyo muhimu. Hayo ni maendeleo. Mnayaona Mheshimiwa Waziri amekuja na waziri wetu amechaguliwa, atakuwa anashughulikia maendeleo ya mikoa ya kusini hususan Lindi. Mimi kama mwakilishi wenu ni mpenda elimu, mpenda maendeleo. Kwa hayo machache Mheshimiwa Waziri, na kukaribisha. Mheshimiwa Waziri, mradi huu utachangia kuongeza idadi ya vijana wanaopata elimu ya sekondari ya juu na kuandaa kujiunga na elimu ya juu pamoja na mafunzo ya ufundi kupitia elimu bora. Hivyo taifa litapata rasilimali watu yenye maarifa, ujuzi na uwezo wa kuchangia maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo mradi huu unaunga mkono juhudi za serikali za kuboresha sekta ya elimu na kufikia malengo endelevu. Naye mkuu wa shule ya Mtanga Hussein Kiwela, mradi huo wa ujenzi wa mabweni na miundombinu mingine ya elimu itaongeza fursa kwa wanafunzi wengi zaidi kupata elimu ya sekondari ya juu na kuandaa kujiunga na elimu ya juu pamoja na vyuo vikuu vya ufundi na mafunzo ya stadi mbalimbali. Kule Kigoma, wananchi katika kijiji cha Kigogwe kata ya Munzeze wilayani Buhigwe mkoani Kigoma wameshukuru serikali kwa kutekeleza mradi wa ujenzi wa daraja katika mto Riche, wakieleza hatua hiyo husaidia kupunguza vifo kwa raia kusombwa na maji hasa nyakati za masika, wajawazito kujifungulia njiani na kusaidia kuchochea ukuaji wa uchumi katika mazao ya kilimo. Kutoka huko Kigogwe mkoani Kigoma, mwanahabari wetu ana taarifa kamili. Hapa ni katika mto Ruiche uliopo kijiji cha Kigogwe kata ya Munzeze wilayani Buhigwe, na eneo hili tangu dunia kuumbwa wakazi wa Kigogwe kwa ujumla hawakuweza kupata miundombinu ya daraja, na hivyo walilazimika kuvuka kwa mitumbwi eneo hili. Baada ya hapo walijenga vidaraja vya kutumia miti, na wengine waliishia hapa nyakati za masika, walilala hapa, na wakati mwingine wananchi walisombwa na maji, wengine kupoteza maisha kutokana na ukosefu wa daraja. Takribani miaka miwili imepita, walipaza sauti na serikali kaleta daraja hili la Bembea, ambalo hata hivyo waliona sio sehemu ya suluhisho kwao kwa ajili ya kukuza uchumi kijijini hapa, na mwisho wakaomba serikali kuleta daraja ambalo sasa tayari mradi unaendelea, na kukamilika kwa daraja hili wanasema ni hatua kuu ambayo inaleta uchumi katika kijiji cha Kigogwe.
kwanza tunaona kama ni muujiza, kwani wananchi hatukuamini kama tuna muda ambao utafika tutapata kucheko, tutapata kifuraha tukipita katika maeneo ambayo tunahakika nayo. Mradi huu ni muhimu kwa maeneo yetu ya kijiji cha Kigogwe, kata ya Munzeze, kata ya Kwaga na kata ya Kalela. Endapo utakuwa umekamilika kwa 100%, utakuwa ni msaada tosha, kwa sababu utakuwa umeturahisishia zile adha ambazo tulikuwa tunapitia kwa kina mama wajawazito kipindi wanapokuwa katika hali yao ile ya kujifungua. Kwa hiyo na imani barabara hii itapitika. Usafiri ni wa shida kutokana na miundombinu ya daraja tulikuwa hatuna, na daraja tulizokuwa nazo tulikuwa tunatumia daraja za miti. Saa zingine wakati wa masika zinasombwa na maji. Ila naishukuru serikali ya awamu ya 6 kutuletea mradi huu. Mwenyekiti wa kijiji cha Kigogwe, Metusela Enoch, anasema kabla ya ujenzi wa daraja hili wajawazito walijifungulia hapa mtoni, watu walifia hapa mtoni na wengine walisombwa na maji, na hivyo ni kama miujiza kujengwa daraja hili. Mizigo mingi ambayo imeharibika humu pamoja na kupoteza maisha ya watu yamekuwa yakileta changamoto mara kwa mara. Kwa hiyo kujengwa kwa daraja hili moja linaongeza kipato cha mtu mmoja kwa sababu ni rahisi kutoa mazao kijijini kuyapeleka sokoni, hasa maeneo ya Kigoma mjini. Kampuni ya Gladiator Investment ndiyo imepewa jukumu na serikali kuhakikisha daraja hili linajengwa na kukamilika kwa wakati. Mradi wetu tunaendelea kuutimiza, ambapo kwa sasa tumeshafikia asilimia zaidi ya 70, na tuwatoe hofu kabisa wananchi wa hapa kwamba kabla msimu wa mvua kuanza tutakuwa tumefikia, kama sio tumemaliza, tutakuwa tuko hatua nzuri ya utekelezaji wa mradi huu. Tumefika katika ofisi ya uongozi wa TARURA mkoa wa Kigoma, ambapo hapa wanatolea ufafanuzi ujenzi wa daraja hili na pengine wakiwatoa hofu wananchi juu ya kukamilika mradi huu. Serikali kupitia mradi wa kuondoa vikwazo ambao unaitwa SEC iliweza kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Kigogwe, ambao mkataba tuliingia jumla ya bilioni 2.77 kwa ajili ya kujenga ile daraja na njia za kuingilia na kutokea kwenye daraja. Kazi tunayofanya sasa hizi tunasuka formwork kwa ajili ya kumwaga superstructure ambao ni deki la kupokelea magari. Kwa kufikia mwezi wa 9 tunawapa matumaini wananchi, na kwa spidi tunayoendelea nayo kwamba ujenzi wa daraja utakuwa umekamilika na watapita juu na magari tena. Kutoka hapa Ruiche Kigogwe, kata ya Munzeze wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Mtazamaji, tupate pumziko mafupi, kisha nitakaporejea hapa tutaangazia habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke.